Ni nabii wa Mungu mzuri sana. She's a very good prophet. Nilikuwa nikifika pale, ananipokea, anapiga magoti, anasema baba, mwaka mzima unanifungua, leo matunda haya. Nikasema endelea kutabiri, tuendelea fanya huduma. Haleluya. Lakini alikuwa mwaka mzima kila siku unamfungua mashetani. Wengine wanasema, wengine wako wanatoa dhiaka kwamba mtu aina gani huyu, ametenda dhambi huyu, anajichafua. Kila siku anafunguliwa yeye. Yeye vifungo gani haviishi? Nikwambie vifungo vinatofautiana. Hallelujah. Vinatofautiana. Kuna mwingine dakika hii naweza nikakufungua ukaisha, lakini kuna mwingine unatakiwa endelevu, kwa sababu vifungo vinatofautiana. Hallelujah. 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 Vifungo vinatofautiana. Kuna watu wengine wanapokea muujiza papo kwa papo. Haleluya. Lakini kuna mwingine unafunguliwa hapo, lakini kuna mchakato wa kuendelea kufunguliwa. Haleluya. Kwa sababu kila jambo limeingia kwa namna yake. Kwa hiyo Mungu kila siku anakuja na ufunuo wa wewe kukusaidia kukutoa mahali, kwa sababu hujafungwa na kifungo cha aina moja. Ndio maana kalama za kufunguliwa ziko nyingi. Haleluya. Biblia imesema kalama za uponyaji haiko moja. Maana yake watu wamefungwa tofauti. Ndio maana akaziita kalama za uponyaji ziko nyingi. Haiko moja. So I can deliver it today, lakini kesho kafunguliwa kwa namna nyingine tena. Ondoa aibu. Aibu yako ndio umaskini wako, aliimba Lozimuhando. Hallelujah. Aibu yako ndio vifungo vyako vinabaki. Ukiwa mbele za Bwana uwe tayari Yesu akuguse. Be ready for Jesus to. Sema amina upate kubarikiwa. Amen, for you to be blessed. Mama tayari Yesu anakufungua leo. Amen. Mama stay ready, God is going to deliver you. Amen. Kwa kuna jambo jipya Mungu anapotaka aliachilie. So there's a new thing anataka wewe uelewe. He wants you to understand. Na uwe tayari. And for you to be ready. Kwa sababu yeye yupo ili akusaidie wewe. Haleluya. Yesu yupo ili akusaidie wewe. Anataka wewe tayari. He wants you to be ready. Wengine wanakuazika nabii ananiambiaje ile jambo mbele za watu. Yesu ameruhusu kuambiwe mbele za watu. Maana yake kufunguliwa kwako wewe usikie mbele za nini? Za watu. Ndio maana alipomuuliza ule mwanamke, nani aliyenigusa, aliuliza mbele za watu. Haleluya. He asked in front of people. Nani aliyenigusa? Kwa nafikiri alikuwa hamjui. Asingemfuata kwa asili, mbona ulinigusa kimya kimya? Hapana. Amegusa kimya kimya, kina nani amenigusa? Jitokeze mbele za watu. Sema na tatizo lako hapo, kwa nini ulinigusa? Why did you touch? Akajieleza huko anatemeka, nilikuwa natoka damu na ilikuwa marufuku kuongea vile vitu mbele za watu. Alikuwa kuna hatari ya kupigwa kwa mawe. Amen. Yesu anajua kuna kupigwa kwa mawe, lakini bado anamwambia sema mbele za nini? Za watu. Akajieleza mbele za watu. Halafu akamwambia nenda, imani yako sasa imekuponya. Haleluya. Imani yake imetafsiriwa sio kwa yeye kusema nikigusa pindo. Haleluya. Kwa yeye kujiweka wazi mbele za Yesu. Halafu anamwambia imani yako sasa imekuokoa. It has saved you. Aibu ni moja ya dalili za kutokuwa na imani. Amen. Shame is one of the things for you not to have faith. Jiweke wazi ili Bwana akusaidie. Hallelujah. Open to the Lord for him to help you. Hallelujah. Hallelujah. Jambo la kwanza nimesema ni ishara ya umiliki. Lakini jambo la pili, muhuri ni ishara ya kufunga au kuficha jambo au kitu. It's a sign to tie or to hide something.
Ni ishara ya kufunga. It's an act to tie. Kuficha. To hide. Ni ishara ya kufunga jambo au kuficha kitu. Or to hide something. Reana mala shelede. Remala shetele baladus. Muhuri kwenye kaburi hili la Yesu wameweka ili kufunga ule mlango. Amen. Kwamba asitoke kwa namna yoyote. Hata wakija watu wa kumwombea, even when people come to pray for him, asitoke. For him not to come out. Nilienda kwenye seminar mahali. I went to a seminar someplace. Kwenye ile ibada, in that service, akaja mama mmoja alikuwa na ile mama alikuwa na cancer. The woman had cancer. Lakini ile cancer ilikuwa kuna liuvimbe fulani. But after the cancer there was like this growing hapa tumboni likubwa sana. It was a very big growing mass in the abdomen. Sasa amekaa kwa hali ile kwa miaka mingi. Then he stayed in that situation for a long time. Siku nimemkuta akawa anasema, unajua mtumishi wa Mungu, I met him and he was saying, you know, man of God, niombewa sana. I've been prayed for a lot. Shakata tamaa shonona mimi maisha yangu, maana nimeambiwa mimi nitakufa tu, sina gharama ya kugharimikia hii hali. Amen. Because they said I'll die. I don't have the cost. Wakati mimi namwangalia, while I was looking at him, nikawa sioni tatizo lile analolisema. I did not see a problem. Nikawa ninaona uchawi umekaa pale. Amen. Ninaona uchawi unavyopaleti kwenye maisha yake. I was seeing witchcraft that was operating in her life. Kwa hiyo kwenye ile ibada, so in that service, wakati nimemaliza kufundisha, as I finished teaching, nikaongea neno moja kwamba, I talked one word that, sikio nilikuwa nazungumza kwa habari ya muujiza wa dharura. Haleluya. I was talking about emergency. Kwa hiyo nikawaambia leo kuna muujiza wa dharura kwa ajili ya mtu hapa amefungwa na nini, na uchawi. For one person that been tied. So wakati naenda kuomba, so as I praying, lile liuvimbe likapasuka kwenye ibada. That growing body mass ruptured. Katoka uchafu mwingi sana. A lot of dirtiness came out. Yule dada akafunguliwa kuanzia siku ile. That lady was delivered from that day. Aliporudi hospitali hakuna kansa tena. There was no cancer. Ni kidonda cha kawaida. It was a normal pain. Sasa unajiuliza, hii shida nani ameileta? Kumbe ni uchawi. Uchawi unaweza ukatengeneza kitu halisi kikawa sio halisi, au sio halisi kikawa kama halisi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu unaweza ukawa unaishi naye unamlaumu sana, amekuwaje kabadilika, kumbe kapigwa mihuri ya kichawi. What happened? Why is he changed? Well, we have witchcraft still. Anaongozwa na uchawi. It's directed with witchcraft. Kwa hiyo wewe tunamwomba Bwana Mungu abadilike, ache tabia. Umesema Bwana, wewe ndio unayeokoa na wewe ndio unayebadilisha watu. Badilisha huyu mtu, mgeuze. Wewe omba ufunuo. Haleluya. For revelation. Ujue kwa nini kawa hivi. For you to know why he was this way. Kuna kifungo kipo. Haleluya. Kuna vitu wasio vya kawaida. Usichukulie mambo kawaida. Haleluya. Try to take things as easy. Yaani mimi kuna kitu Yesu amenifundisha kizuri sana. The thing that Jesus taught me is so good. Mimi nikisikia dalili yoyote ya kuugua, if I see any sign of me getting sick, dalili yoyote ya kuugua, nikianza kuhisi ya kuhisi homa, sijui nikianza kuhisi dalili yoyote, if I start to see or hear any kind of, kwenye akili yangu inanisumbua sana. Haleluya. That thing disturbs me into my head. Inanisumbua, nimeacha mlango wazi wapi? Kuna shida gani ipo rohoni? Yaani nakaa najiuliza maswali. Nitaingia kwenye maombi ya kufunga nijue kuna shida gani. Hadi Bwana aniambie kuna nini kipo. I have to tell him what is there. Mihuri pia ni utambulisho. Sema ni utambulisho. Because seals are also thing that helps. Muhuri ni utambulisho kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiwa mahali wanakutambua kwamba huyu mtu ni mali yetu. This person is our possession. Huyu mtu, this person, sisi tunamiliki. Manake tuna ruhusa ya kumtesa kwa viwango visivyo vya kawaida. It's that we have a right to torment her with the very highest level.
Yesu atusaidie, sema amina. May Jesus help us say amen. Pokea msaada wa Mungu ndani yako. Receive the help from God in you. Danieli 12 nisome mstari wa 4. Daniel 12:4. Danieli 12 mstari wa 4. Lakini wewe Danieli, Danieli, yafunge maneno haya, ukayatie muhuri hata wakati wa mwisho. Usubiri hata wakati wake, manake yasitumike. Haleluya. Manake anayazuia, manake anafunga kwamba kuna kitu chochote kisifanyike. Haleluya. Mungu anamwambia Danieli, funga muhuri, manake yazuie. Haleluya. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho, mihuri ikiwekwa mahali, kuna vitu vinaweza visitoke. Haleluya. Iko mihuri ya aina nyingi ya kichawi, haleluya, ambayo Bwana alinipa neema na kanifunulia iliyokamata na kutesa watu wake. Iko mihuri ya aina nyingi, ambayo imehusisha vitu vinavyoonekana. Iko mihuri ambayo imetengenezwa na imefunga watu kupitia moto, mihuri ya moto. Haleluya. Na watu wenye mihuri ya aina hii, kuna wakati anakuwa na dalili za, akipata shida kidogo tunasikia kama moto unatembea mwilini. Amen. Yes,